katika shughuli hii adhimu katika chama chetu, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Lakini kwa fursa hiyo hiyo ya kipekee, niwashukuru uongozi wa chama changu, Chama cha Mapinduzi, katika wilaya ya Mafia, kwa sababu najua kwa ridhaa yao mimi ndo nimeweza kuwa hapa. Kwa unyenyekevu mkubwa na heshima kubwa, na washukuru sana na mimi kufanya niwe sehemu ya jitihada hizi za kutafuta kura za chama chetu katika nchi yetu na hasa katika wilaya yetu ya Mafia. Asanteni. Kama mnavyojua viongozi na wanachama, sasa hivi tuna kazi kubwa ya kukitafutia kura chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Kwa ratiba zetu ni ngumu kweli kweli, lakini nilipopata mwaliko huu nikajitahidi nivunje ratiba zote siku ya leo, niimalize hapa Mafia, niweze kushirikiana na wanachama wenzangu katika kuhakikisha chama chetu kinashika hatamu kama kawaida yake katika uchaguzi wa 27 Oktoba mwaka 2025. Mama Samia oye! Baada ya shukurani hizi, niwape pongezi za dhati sana. Viongozi waliotangulia wamezungumza vizuri sana, tena sana sana. Kazi zilizofanywa na chama chetu katika wilaya hii ya Mafia, mwenyekiti amezungumza vizuri na kwa kinaga ubaga. Lakini ukweli unabaki pale pale. Mahali popote, kijiji chochote, kitongoji chochote, kata yoyote, wilaya yoyote, ukitaka kuyazungumza mambo yote mazuri yaliyofanywa na Chama cha Mapinduzi na Daktari Samia Suluhu Hassan, basi muda hautatosha. Najua litakuwa limeisha. Kwa hiyo najua mwenyekiti ameyazungumza kwa ufupi sana. Na kwa sababu mimi sio mkazi wa hapa Mafia, nitazungumza kwa ufupi lakini ya kinchi na sio ya Mafia, kwa sababu ya Mafia yamezungumzwa vizuri na mwenyekiti wetu. Lengo letu kubwa ni kuomba kura kwa Chama cha Mapinduzi. Tunaomba kura katika uchaguzi huu kwa nafasi 3. Nafasi ya kwanza ni nafasi ya ubunge. Nafasi ya pili ni nafasi ya udiwani. Na nafasi ya 3 ni nafasi ya uraisi. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wana Mafia, wakati ukifika wa tarehe 27 Oktoba, tukatoke tupige kura kwa wingi. Mambo ninayoyaomba kwenu matatu, na nitawaambia kwa nini. Jambo la kwanza ni kuhakikisha toka tukaenda kupiga kura tunapata ushindi wa kishindo, ama tunapata kujitokeza 99.64%. Manake tunaiacha 0.06 pekee. Sasa niwaombe sana, tukijitokeza tu katika kupiga kura, maana yake Mafia tuna uwezo wa kuongoza katika nchi hii kwa watu waliojitokeza kupiga kura. Mimi natoka katika wilaya ya Mkuranga. Pale Mkuranga tuna wapiga kura wapatao 350,000 na kitu. Tuna wanachama wa Chama cha Mapinduzi wapatao 140,000 na kitu. Pale tuna kazi kubwa, kila mwanachama lazima aje na kura zisizopungua ngapi? 2, ili tuweze kupata asilimia zinazokaribiana na Mafia kama wanachama peke yake mkienda kupiga kura. Mafia oye!
Kwa hili niwapongeze sana Chama cha Mapinduzi katika wilaya yetu ya Mafia. Kwa hiyo tutaiangalia Mafia kwa jicho hilo, kwamba Mafia tunaenda kuongoza. Sisi Mkuranga pale tulishajipanga, madiwani wa CCM, mbunge wa CCM na rais wa CCM. Na hili mwenyekiti amenihakikishia na ametuhakikishia hapa. Na mimi niwaombe ndugu zangu, jambo hili la kwanza, tujitokeze kwa wingi na tuhakikishe kila bwana CCM anajitokeza na kuhamasisha kwenda kupiga kura. Jambo la pili, niwaombe ndugu zangu, ni kwenda kupigia kura Chama cha Mapinduzi, kupigia kura viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Katika kata yako utampigia kura diwani wa Chama cha Mapinduzi. Katika jimbo utampigia kura ya jimbo mbunge wa chama. Sababu ya kwanza ni amani na utulivu. Mtu yeyote asiyeona umuhimu wa amani na asiyetaka amani na asiyependa amani kwenye nchi hii, hebu anyoshe mkono. Mtu yeyote ambaye anafikiri kwamba tunaweza kujenga barabara, tunaweza kujenga mashule, tunaweza kufanya shughuli zetu za kiuchumi pasipokuwa na amani, anyoshe mkono. Kwa kuwa hakuna mtu yeyote anayenyosha mkono, hii ina maana wote tunaona umuhimu wa amani na mshikamano katika taifa letu. Ndugu zangu, mnajua Chama cha Mapinduzi kinaongoza tangu 77 kilipozaliwa baada ya muungano wa 5 na ASP. Tangu kipindi hicho nchi yetu imekuwa na amani. Kweli si kweli? Majaribio yote ya kuvunjifu wa amani tumeyadhibiti. Kweli si kweli? Kwa maana hiyo, Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan ndio chama pekee kinachoweza kutuhakikishia kwamba tutaendelea kuwa na amani katika miaka 5 ijayo. Daktari Samia oye! Sasa tunaachaje sehemu ambayo tuna uhakika na amani yetu, twende sehemu ambayo tunaenda kujaribisha? Ndugu zangu, amani ni jambo la msingi. Sisi kila siku tunaona wenzetu Palestina, tunaona wenzetu Kongo, tunaona wenzetu mataifa mbalimbali wanavyohangaika na kupata shida kwa kukosa amani. Sisi hapa Tanzania, siku moja fanya safari uende kwenye mabanda ya wakimbizi. Mimi Mwenyezi Mungu nashukuru Mungu, alhamdulillah, nishafika kuona sehemu mabanda ya wakimbizi. Lakini kuna kipindi kulikuwa na machafuko Kongo, mimi nilikuwa Kongo. Naelewa maana ya sehemu kwenye machafuko. Ndugu zangu, amani sio jambo la mchezo. Tunapofika katika swala la amani, ndio uhai wetu na uhai wa nchi yetu. Kwa hiyo niwaombe sana, unapoenda kupiga kura, fikiria amani 2025, fikiria CCM 2025. Kwa sababu CCM pekee ndio chama kinaweza kutuhakikishia usalama na amani katika miaka 5 ijayo. Hiyo sababu ya kwanza na ya msingi sana. Sababu ya pili, ndugu zangu, ni uzoefu katika uongozi. Kuna majambo tunaweza tukayajaribu, lakini kuna majambo hatuwezi kujaribu. Nikianza Chama cha Mapinduzi, ndio chama ambacho kina uzoefu wa kuongoza nchi hii tangu tumepata uhuru. Maendeleo yote hayo tunayaona ni kutokana na uzoefu wa Chama cha Mapinduzi. Uzoefu huu umefanya tujue wadau wapo wapi, tujue vyanzo vya mapato vipo wapi, tujue usimamizi wa mapato upoje, na tujue wananchi wana shida gani na tunawezaje kutekeleza. Uongozi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ipitieni, ni kiongozi ambaye amekuwa kwa miaka mingi katika nafasi ya uongozi wa chama chetu.
katika nafasi ya ubunge, katika nafasi ya kamati mbalimbali, lakini katika nafasi ya makamu wa rais mpaka urais. Tukiangalia Dr. Nchimbi ana uzoefu mkubwa kuanzia ubunge, uwaziri, ubalozi, uongozi wa chipukizi, uongozi wa vijana na kadhalika na kadhalika. Ni watu ambao wana uzoefu usio na shaka katika kuongoza nchi yetu. Kwa tunapowakabidhi nchi yetu Daktari Samia Suluhu Hassan na Dr. Nchimbi, maana yake nini? Maana yake tunawakabidhi watu ambao tuna hakika wana uzoefu wa kuongoza nchi yetu katika kipindi kijacho cha miaka 5. Sasa tutawapa watu, kitu cha juu kuongoza ni familia yake. Jamani ndugu zangu, nchi sio jambo la mchezo. Nchi yetu hii kuna watu zaidi sasa hivi karibia milioni 62 na kadhalika. Uhai na mustakabali na ustawi wa watu hawa hatuwezi tukaacha katika mikono ya watu ambao hawana uzoefu wa kuongoza. Kwa kigezo cha uzoefu wa chama chetu, kwa kigezo cha uzoefu wa viongozi wetu, hakuna kiongozi yeyote wa chama cha upinzani, hata wote ukiwajumlisha, hawafikii. Mimi ni mfanya biashara. Tunapoajiri watu katika nafasi zetu mbalimbali, kigezo kimojawapo ni uzoefu. Ana uzoefu gani? Lakini hapa hatuajiri watu katika biashara, tunaajiri watu katika jambo la nchi linalohusu maisha ya watu na mustakabali wa nchi yetu. Lazima tuwape watu ambao wana uzoefu wa kufanya kazi hiyo, na watu hao ni Daktari Samia Suluhu Hassan, Daktari Emmanuel John Nchimbi. Hiyo sababu ya pili. Ndugu zangu, sababu ya tatu ni uzoefu wa uongozi. Ni uwezo wa uongozi. Kila kitu kina kipawa, kila kitu kina uwezo. Daktari Samia Suluhu Hassan ameonyesha uwezo mkubwa wa kiuongozi. Nchi yetu imepitia katika changamoto mbalimbali. Tumeona milipuko ya magonjwa ikiwemo COVID-19. Kweli si kweli? Tumepita salama, nchi imeyumba? Nchi haijayumba, salama. Lakini vile vile tumeona sasa hivi wale watoa misaada mikubwa wameondoa misaada yao kwa kiwango kikubwa. Lakini katika nchi yetu bado tuna uwezo wa kupeleka madawa, bado tuna uwezo wa kujenga miundombinu yetu, na bado nchi inaendelea kwa kasi ya maendeleo ya hali ya juu. Zile ahadi zote ambazo wananchi wamepatiwa na Chama cha Mapinduzi zimetekelezwa. Miradi yote ambayo mikubwa imeachwa na aliyemtangulia yote ameitekeleza. Tumezungumza Stigla hapa, umeme unawaka. Tumezungumza daraja la Kigongo Busisi limekamilika. Barabara za BRT pale Dar es Salaam zinaendelea. Reli ya haraka tunaenda Dodoma. Kivuko ndio iko cha pili kinakuja, na kadhalika na kadhalika. Hiyo maana yake nini? Maana yake Daktari Samia Suluhu Hassan ameonyesha kwamba si tu ana uzoefu, bali anaweza kuongoza taifa letu la Tanzania. Sasa katika hao wengine, nani ameonyesha ana uzoefu hata wa kuongoza kijiji? Niambie, nani ameonyesha ana uzoefu hata wa kuongoza kijiji? Sasa tunaweza tukaacha mtu ambaye ametuonesha ana uzoefu mkubwa wa kuiendesha nchi, tukaenda kujaribisha kwa mtu ambaye hajaonyesha hata uongozi wa kijiji. Jambo hilo linawezekana? Kwa ndugu zangu,
Niliposema twende tukampigie kura Daktari Samia, nilijua na ninajua na nitaendelea kujua kwamba Daktari Samia yeye kama yeye binafsi ana uwezo wa kuiendesha nchi hii, kuiongoza nchi hii, kuisimamia nchi hii katika kipindi kijacho cha miaka 5, na nchi hii ikaendelea kuwa salama na tukaendelea kupiga hatua kali za kimaendeleo. CCM oye! Mmechoka? Hamjachoka? Mmechoka? Hamjachoka? Lakini lingine, hili la 4, ndugu zangu, tunataka maendeleo, hatutaki. Narudia tena, tunataka maendeleo, hatutaki. Kila chama kina ilani zake. Hizo ilani za vyama vingine sijaziona kwa sababu inawezekana hata ilani hawana. Sisi mmoja. Lakini sisi watu wa Chama cha Mapinduzi tuna mfumo kuanzia ngazi ya shina mpaka ngazi ya taifa. Mjumbe wa shina hili asimame tumuone. Mjumbe wa shina. Amefariki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Viongozi wa tawi hili wasimame tuwaone. Viongozi wa tawi na jamii zake. Umezidi sana chama cha kikundi cha watu wachache. Nimewauliza kama tunataka maendeleo, hatutaki, lakini wote mmenijibu mnataka maendeleo. Maendeleo imeahidiwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi na vyama vingine. Mwenyekiti wa chama chetu anaelezea vizuri Chama cha Mapinduzi kitafanya nini mkitukabidhi ridhaa ya 25/30. Kwa uwazi na kwa ufasaha kabisa. Lakini Chama cha Mapinduzi tushafanya. Tangu tumepata uhuru tunaongoza Chama cha Mapinduzi. Kulikuwa hakuna umeme hata kwenye mawilaya, sasa hivi hamna wilaya isiyokuwa na umeme. Kulikuwa hamna umeme kwenye makata, hakuna kata isiyokuwa na umeme. Tulikuwa umeme ulifika kwenye vijiji, hakuna kijiji kisichokuwa umeme. Lakini sasa hivi tumewaahidi, tumekuwa tukiahidi na tukitekeleza. Kweli si kweli? Sasa vyama vingine wametuahidi na kutekeleza jambo gani? Kama hakuna, maana yake nini? Maana yake wanaweza wakatuahidi leo lakini wasitekeleze lolote. Mifano mizuri ipo. Kwa wale wafuatiliaji, mmeona uchaguzi wa wenzetu hapo majirani. Walifanya uchaguzi, walimtoa kiongozi wa chama tawala wakamweka chama cha upinzani. Kweli si kweli? Lakini miaka 5 ijayo ambao uchaguzi ulifanyika mwaka huu wamemrudisha tena yule aliyetoka. Kweli si kweli? Majirani zetu hapa siwezi kuwataja. Maana yake nini? Maana yake yule mpinzani aliwadanganya nitafanya kadha 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 kadha. Kumbe sisi wazalamo tunasema zilongwa mbali, zitendwa mbali. Kwa hao wapinzani, kwa sababu hawajafanya, hawajui namna ya kufanya na nia yao sio kufanya, wanaweza wakaja wakazungumza, wataweza kajenga daraja kutoka hapa mpaka Zanzibar. Kwa sababu nia yao wao ni kura tu, hawataweza kufanya. Kwa kama tunataka maendeleo wananchi, manake mahali pekee tuna uhakika wa kupata maendeleo, tuna uhakika wa kutekelezwa zile yale mambo aliyoyaahidi, ni wapi? Ni Chama cha Mapinduzi. Sasa kama sisi tunataka maendeleo, ni sababu nyingine ya msingi ya kuiangalia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Imesheheni ahadi nyingi na kuangalia yale tuliyoyatekeleza, alafu ukasema hakuna mwingine zaidi ya CCM. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tukakipigie kura Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya uhakika wa maendeleo. Na tukija tena hapa 30 tutakuja kuambia tumetekeleza na tutafanya hivi tena. Kwa sababu CCM
Nataka kubaki madarakani na kuendelea kubaki madarakani, ili mradi tuendelee na juhudi zetu za kuhakikisha uhuru, umoja, mshikamano na maendeleo ya chama chetu yanaendelea. Na ili tubaki, lazima tutekeleze ahadi zetu kama tunavyofanya. Kwa hiyo ndugu zangu, sababu ya 4 naendelea kusisitiza, asije akakudanganya mtu. Nilikuwa naongea na mwenyekiti hapa na katibu, wakaniambia kuna baadhi ya kata zishaenda upinzani hapa. Nikawa nauliza, hivi kuna tofauti gani? Hayo hizo ambao wanaenda upinzani, kuna mambo waliyafanya wao? Hakuna. Lakini wenzetu hao kwa kuahidi, wanaweza wakaahidi hata bahari, sehemu kwenye jangwa. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa uhakika wa maendeleo, ukienda kupiga kura yako, fikiria, mimi nataka uhakika wa maendeleo yangu. Nataka kile walichoniahidi CCM, umeme utafika kwenye kitongoji changu, basi najua hakika utafika. Ile barabara walioniahidi CCM, najua hakika itajengwa. Ile shule walioniahidi CCM, najua hakika itatekelezeka. Kwa hiyo unapigia kura CCM ukiwa na uhakika wa maendeleo, ukiwa uhakika wa utekelezaji wa ile ahadi. Itakuwa jambo la ajabu sana kwenda kupigia sehemu ambayo unafuata porojo, wala hakuna hakika ya utekelezaji wa lolote wanaloweza kuliahidi, kwa sababu hawana tabia hiyo na hawajafanya wala hawajawahi kufanya hivyo. Sababu niliwaambia 5 ya mwisho. Nimechoka bado. Sababu ya mwisho ndugu zangu, kwa nini tukachague Daktari Samia? Kwa nini tukaichague CCM? Kwa nini tukamchague ndugu yetu Omar Kipanga? Kwa nini tukachague madiwani wa CCM? Ni shukurani, ni kuwaambia asante. Ndugu zangu, kwa binadamu yeyote akikufanyia jambo jema, sisi Waislamu wanasema kama wewe kumlipa chochote unamuombea dua. Kweli si kweli? Lakini kwenye siasa dua tu peke yake halitoshi. Unamuombea dua na unampa nini? Kura. Kwa utulivu, uongozi imara na maendeleo aliyotufanyia Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi hiki cha uongozi wake wa miaka 4.5, hivi tunastahili nini sisi kumlipa zaidi ya kura za ndio? Kwa ndugu zangu, mioyo yetu wana CCM, wananchi, tukiona umeme, tukiona barabara, tukiona vituo vya afya, tukiona zahanati, ni kazi nzuri ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa mioyo yetu ijae shukurani, tukamshukuru mama, asante kwa kazi zote hizo mama alizozifanya. Anahitaji sisi tuamke, tuvae vizuri, tuchukue na majani zetu, twende kwenye kituo cha kura, tupige kura ya asante, turudi nyumbani tukapumzike. Jamani, jambo hilo kubwa kwa kazi aliyotufanyia Daktari Samia. Na wauliza, jambo hilo kubwa? Sio kubwa hata kidogo. Kwa kazi aliyoifanya mama huyu, kipenzi chetu huyu, hapana. Kumpigia kura ya ndio ni asante na shukurani ambayo haitoshi. Kama ingekuwa inawezekana, sisi wengine tungesema amenigie kura zote nizipige mimi tu kuanzia tarehe 29 asubuhi mpaka jioni, lakini haiwezekani. Kila mtu anatakiwa apige kura hii moja. Kinachowezekana wewe na jirani zako na ndugu zako na wanao na ndugu zako kwenda kuhakikisha mnampigia kura. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, jambo hili la kutoa shukrani ni jambo la msingi. Tukienda kupiga kura, na hakika mama atakuwa ametulia, anasubiri kuangalia matokeo. Wakati anaangalia matokeo, atajisikia mtu mwenye faraja sana, na tutampa ari ya kufanya kazi sana,
pale anaona Mafia wapiga kura walitakiwa 45,750, wamepiga kura watu 44,900, sawa na 99%. Kati ya hao wamempa Mama Samia 44,903, sawa na 99.9%. Kura mbili zimeharibika, hakuna asiyempigia kura Mama Samia. Mama Samia oye! Mama Samia ataona kweli Watanzania wana shukurani. Nina kila sababu katika kipindi changu hiki cha miaka 5 nisilale, nisiamke kwa ajili ya kuhangaikia Watanzania. Lakini anaenda pale, anaona ameshinda, lakini wewe hamjaenda kupiga kura. Anaona ameshinda, lakini sio kura za shukurani anazostahiki. Tutamvunja nguvu mama yetu Mama Samia. Kwa lazima tuhakikishe, iwe jua iwe mvua, tuna wimbo wetu ule, tusilale bado mapambano. Wakati wa mapambano ni huu. Kina mama, vijana, wazee, tusilale, tukapambanie kura za Daktari Samia. Kwa hiyo ndugu zangu, hizo ndio sababu 5 za msingi za kuhakikisha tunaenda kupigia kura Chama cha Mapinduzi, na tunawapigia kura viongozi wa Chama cha Mapinduzi zikiongozwa na mgombea wetu Daktari Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza Dr. Nchimbi, wabunge wa Chama cha Mapinduzi na madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu,